Kola Ashara ya Pembe Nainua mkono mama, kitambaa cheupe, ishara ya mapenzi mama, mozi bora, wewe na misi bora mama, walangu na moyo, ayote ni tisa tu, moja za pekee, nainua mkono mama. Na mwenyekiti bahati nzuri mwishoni akasema kuwaunga mkono hawa wanashahidi kwamba yuko tayari na viongozi wake kuhakikisha mwalimu habugudhiwi katika utendaji kazi wake. Mwalimu akibugudhiwa, yeye wote hamto, mtashinda kufanya kazi, kwa sababu sisi walimu ndio baba zenu na mama zenu. Sisi hapa tumesababisha mwenyekiti wa halmashauri wepo, tumesababisha mkuu wa wilaya wepo, tumesababisha mkurugenzi wepo, tumesababisha afande na kushukuru sana wewe afande mwanamuziki unayetambua umuhimu wa mwalimu. Mwalimu wewe niwaombe walimu wangu endeleeni kupiga kazi, fanyeni kazi ikiamini madiwani wa halmashauri ya wilaya Kibiti wako pamoja na nyinyi, na mimi kama mwenyekiti wao nitaendelea kuzungumza nao kwenye vikao mbalimbali ili washuke chini kwenye ofisi zao huko wakaweze kupanga mipango mizuri ya kufikia malengo, lakini pamoja na kuwa karibu na walimu. Moja ya changamoto ambayo mimi naifahamu, mimi ni diwani kwa miaka 10. Ishi ya elimu mara nyingi tumewaacha walimu peke yao, kwamba mafanikio tunayahitaji wote, lakini kwenye kuyatafuta tunawaacha walimu peke yao. Mwisho walimu wanaona wameachwa kwenye jambo ambalo ni la kwetu. Leo niliwaambia, nilikuwa naongea na walimu wakuu wa shule za msingi, tunapoelekezana tufanye kambi inakuwa ni ya mwalimu mkuu na walimu wake, basi pengine na viongozi wa kata. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti natamani sana ngazi yetu ya wilaya na babati na mkurugenzi yupo, lakini mwenyewe ni afisa elimu sekondari na afisa elimu msingi, lakini mwakilishi wa DC yupo, na sisi kama wilaya ni lazima tuwe na mpango ambao utatuwezesha wakuwa na namna ya kuwatafuta wadau, tuwakusanye. Sisi tuna nguvu kuliko kwenye level ya kata pengine na shule. Tunapoanzisha kambi, na sisi walau hata kwa kidogo tuwe na mchango wetu katika kambi. Mwaka uliopita sasa, niwaambie Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yako ilikuwa na 92, leo wana 97. Unaonaje? Baba lao kidato cha 5 mwanangu cha 6 wamefunika kombe Mwanahalama pite 100%. Mheshimiwa Mwenyekiti, 100%. Na GPA yao, GPA ile ya A mara moja, A ni moja mara idadi ya A, B ni 2 mara idadi ya B. Cheo jumulishe upige GPA. Wana GPA sio ndogo, eti ndio wewe umefanya vizuri. Wana GPA ya 2.29. Aliyewa
mmoja tu ambaye ni Bagamoyo. Hapo hamjapiga makofi. Katibu mkoa anatokea wilaya ya Kibiti, lakini haitoshi. Mwenyekiti CWT mkoa jumlisha mwenyekiti TAPSHA mkoa wote wanatokea kwenye kata ya Ruaruke. Huko Ruaruke kuna jambo. Ruaruke wewe! Basi itakuwa kumkosea heshima sana kiongozi wangu mwenyekiti TAPSHA mkoa kama sitomsema, walau na yeye asimame kusema maneno mawili. Karibu sana. Lakini kimsingi mimi sio mzungumzaji mzuri sana, na lugha moja tu, mimi ni mtendaji mzuri. Nafikiri anaiona alijua hilo. Siku moja leo kusema na hiyo tuko mkoani pale, akasema ningetamani na wewe uwe kiongozi wa mkoa. Nashukuru sana kiongozi, nimepata hiyo nafasi. Kwa hiyo uongozi wangu ulipata baraka kutoka kwa Raio. Asante sana Raio, na kushukuru sana, maneno yako yaishi. Na baba we mwishoni kwa mujeni, walimu tunatamani nchi ya duniani, walimu ni moyoni hapa tulipamanani, twende na juhudi zetu ndo mafanikio yetu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu zangu walimu. Jambo la kwanza ilikuwa utambulisho, la pili ilikuwa shukurani, la nne ilikuwa matokeo, la tano sasa uandikishaji. Uandikishaji nisiposema Mheshimiwa Mwenyekiti nitakuwa nimepungukiwa. Uandikishaji mpaka leo Ijumaa ndio takwimu zitabadilika leo. Kwa hiyo tulizokuwa nazo darasa la awali, makisio tulionayo ni watoto 6,112 kwa wilaya ya Kibiti. Sasa mpaka kabla yanabadilika leo ndio tunatuma kwenye ofisi kubwa, na sasa sijawaambia wanitumie, lakini yatabadilika leo. Ila tumeandikisha watoto 1,998. Ni wachache sana na ni 32.69%. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na madiwani wenzio, naomba kutusaidie watoto wote wenye umri wa kuwepo shuleni kwa darasa la awali kata zote. Mheshimiwa Mwakilishi wa Mkuu wa Wilaya, hili lako wewe una dola, naomba mtusaidie watoto wetu wote wawepo shuleni. Kwa hiyo tuna 32.69. Makisio yetu ni watoto 6,112, lakini tulioandikisha ni 1,998 ambayo ni sawa na 32.69. Japo naamini leo zinaweza zikabadilika kidogo. Hii ni kuanzia Januari tarehe 10.